Msisitizo umeendelea kutolewa kwa viongozi, wachungaji na washiriki wote wa kanisa la Waadventista wa Sabato kujitolea katika kazi ya Mungu ili kuweza kufikia malengo ya kanisa katika nyanja ya uinjilisti, uamsho pamoja na matengenezo na uongozi bora. Mwanahabari wetu Hussein Shani Karia kutoka Mwanza anatuarifu zaidi. Ni katika ufunguaji wa vikao vya kupanga kazi na tathmini jimboni CNC ambapo katibu mkuu jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania kanisa la Waadventista wa Sabato mchungaji Enoch Sando anasisitiza mambo matano ambayo ni kipaumbele katika jimbo hilo, huku akisisitiza umoja. Tumeazimia kwamba kwa miaka hii mitano tunataka tuendeleze yale mambo manne: uinjilisti, wakili, kubadili taswira na uamsho na matengenezo. Lakini tumeongezea jambo la tano ambalo tunatamani tulisisitize. Tunatamani uongozi bora. Hilo ndio jambo la tano. Kanisa ulimwenguni limeazimia kutembea na kauli mbiu integrated for mission, kuunganika kwa ajili ya utume, kuunganisha nguvu, kuunganisha vipawa, kuunganisha mali, kuunganisha fedha, kuunganisha muda wetu, kuunganisha makabila yote, kuunganisha taaluma zetu kwa ajili ya utume. Yani panapaswa pawepo na umoja katika kutekeleza utume. Kwa upande wa mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini, mchungaji Musa Nzumbi, hapa anasisitiza washiriki kushiriki katika ujenzi wa ofisi za jimbo hilo. Ninachukua nafasi hii ya dhati kumalika kila mshiriki wa South Nyanza Conference. Tunao washiriki 90,091 katika conference hii. Ninawaalika kwa dhati katika makanisa yote 297 na katika mitaa yote 45 ya conference hii, tushikamane kwa ajili ya ujenzi wa ofisi hizi za makao makuu. Ninamwalika kila mmoja kushiriki katika kuchangia mradi huu wa ujenzi wa ofisi ambazo tumejiwekea utaratibu wa kuzikamilisha ndani ya mwaka mmoja unaokuja. Je, nipi kauli ya katibu mkuu katika jimbo la Nyanza Kusini? Hapa mchungaji Sadiki Haldi Jumaa anabainisha. Jengo hili halina mrithi, likimaanisha kwamba Mungu ndio mmiliki. Kwa nini usimwekee Bwana alama? Kwa nini usimtengenezee Bwana heshima katika South Nyanza Conference? Sisi tumeamua kwa moyo, kwa muda na vipawa alivyotupa Mungu kuhakikisha kwamba sisi kwa pamoja, mimi na wewe, kushirikiana kuhakikisha kwamba jengo hili linasimama. Kwa upande wa wakurugenzi jimboni humo, akiwemo mkurugenzi wa idara ya wanawake, watoto, afya na kiasi Bahati Kaitira na mkurugenzi wa wakili, amana na majengo mchungaji Allen Elfuraha, wameeleza vile ambavyo ujenzi huu ni muhimu ukakamilika kwa wakati uliopangwa. Leo ninapenda kuwaalika wanawake wote na watoto wote kunyoosha mikono yao katika kubariki kazi ya Bwana kwa kutoa pesa kwa ajili ya ujenzi. Sisi wanawake na watoto tumejipanga kimkakati. Goli letu ni milioni 100 na tumekwisha anza. Tunaamini kabisa kwamba kwa sababu Mungu ni kiini cha kazi, na hivyo tutaweza, maana yeye yuko kazini na ndiye anayetuwezesha. Na ninataka kuwatia moyo watu wa South Nyanza ya kwamba hii ofisi ni ya kwetu. Jambo la kwanza. Jambo la pili, ninataka niwaambie Mungu anataka hii ofisi iishe. Na sisi tumekuja kuambia makanisa yote, washiriki wote, kwaya zote, idara zote, vitengo vyote vilivyoko makanisani, ya kwamba tunapaswa kukusanya nguvu, kuunganisha nguvu pamoja, kuhakikisha ya kwamba ofisi ya Mungu wetu inaisha. Kutoka hapa jijini Mwanza, mimi ni Hussein Karia, Hope Channel Tanzania.